Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan asema mipango ya mashirika ya umma iendane na dira 2025. Kwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Serikali yakusanya shilingi trilioni 1.32 kutoka katika taasisi zake. Ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Ulega atoa maelekezo mazito kwa mameneja wa TANROADS. Pokuja ya kufanya maboresho, maintenance, matengenezo ya barabara, tunapeleka wapi na nani atakayekwenda kufanya kazi hiyo, ili itakapofika isiwe ni mambo ya kuanzisha mchakato, ni Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea taarifa hizi. Jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu. Mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema gawio la trilioni 1.32 lililotolewa na mashirika na taasisi za umma ni sehemu ya serikali ya kuongeza mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa kugharamia shughuli za maendeleo. Rais Samia ameyasema hayo alipohutubia katika hafla ya siku ya gawio iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, na kusema kuwa gawio ni sehemu ya lengo la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamikia shughuli za maendeleo. Tupate taarifa zaidi. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 327 kilinganishwa na shilingi trilioni 1 bilioni 28 mwaka jana, sawa na ongezeko la 30%, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba, si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu, na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa: kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka, lakini sasa tumebadilisha mwelekeo na wapongeza sana. Katika hatua hii na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha, mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu nikamwambia mwakani nataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11, nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Sasa pongezi hizi tusibweteke, lakini ziwe chachu ya kuongeza juhudi na maarifa kwa matokeo yaliyo bora zaidi. Gawio na mchango uliotolewa na makampuni, taasisi na mashirika yetu ni sehemu ya lengo letu la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamia shughuli za maendeleo. Tunakwenda pole pole. Tulikotoka ni mbali.
lakini tunakwenda polepole. Bajeti ya mwaka huu, gap ya kujitegemea imebakia ndogo sana. Kwa hiyo tukikaza buti, tukifanya kazi kwa bidii, nadhani bajeti za miaka miwili ijayo huko tutakuwa tumesimama vizuri, na huu ndio mwelekeo Tanzania tunatakiwa kusimama. Serikali imekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.32 hadi Juni 29 mwaka huu, ikiwa ni gawio na michango mingine kutoka mashirika na taasisi ambazo inamiliki hisa chache. Kiwango hicho cha makusanyo ni ongezeko la bilioni 300 sawa na 30% kutoka trilioni 1.02 kilichokusanywa Juni mwaka jana. Hayo yameelezwa leo na msajili wa hazina Mheshimiwa Nehemia Mchechu alipozungumza katika hafla ya siku ya gawio ambayo Rais Daktari Samia alikuwa mgeni rasmi. Hadi kufikia tarehe 29 Juni 2026, ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kiasi hiki ambacho tumekikusanya ni ongezeko la shilingi bilioni 300 ikilinganishwa na shilingi trilioni 1.028 nilizokabidhi mwaka jana katika kipindi kama hiki, sawa na ukuaji wa 30%. Lakini Mheshimiwa Rais, kama tungekuwa tunahesabu pesa yote ambayo inatoka katika taasisi zinazosimamiwa na msajili wa hazina, basi hesabu hii ingekuwa kubwa zaidi ya hapo. Tumekubaliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha watakaotukalisha pamoja na wenzetu wa TRA ili baadhi ya recording ziende ambazo ni za mapato yasiyo ya kikodi ziende ziripotiwe kule ambako sio mapato ya kikodi, ili TRA wabaki wakiripoti mapato ya kikodi. Katika mwaka huu hatujahesabu mapato ya taasisi 4, na hawa mara nyingi wamekuwa wakilalamika kwamba kwa nini na sisi hatuirecognize wakati tunaleta. Kuna TAA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 70.7. Ngorongoro NCAA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 114.14. TANAPA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 208.5. TAWA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 90.39. Na viwango vyote hivi vimekuwa recorded, basi kiwango ambacho tulitakiwa leo tuwe tuna ripoti cha taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya msajili wa hazina ilipaswa iwe shilingi trilioni 1.811. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewaagiza mameneja wa TANROADS kuhakikisha fedha zilizotengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara zinatumika kwa kazi zilizokusudiwa na utekelezaji wake uanze mara moja bila kucheleweshwa na taratibu za kiutendaji. Waziri Ulega ametoa maagizo hayo wakati akiwa katika ziara yake ya kikazi mkoani Manyara, ambapo amekagua ujenzi wa barabara ya Karatu Mbulu Haidom Sabiti Meatu Laloga Maswa yenye kilomita 389, sehemu ya Mbulu Gababi na Labai Haidom kwa kiwango cha lami, pamoja na barabara ya zege ya Mbuyu wa Mjerumani Mlima Magara hadi Mbulu. Na hii naomba nitoe maelekezo kwa mkurugenzi mkuu wa TANROADS na mameneja wote nchi nzima. Serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imejipanga vyema kuhakikisha kwamba fedha zinakuja kwa ajili ya barabara za wananchi. Na kwa kuwa fedha zinakuja sasa kwa ajili ya barabara za wananchi, sitatamani wala sitavumilia kuona fedha zimefika kwenye mikoa kisha naanza kuambiwa ya kwamba mchakato unaanza, mchakato unaendelea. Hilo neno litakalopelekea fedha zile zikae katika akaunti zenu kwa muda mrefu, hali ya kuwa barabara ziko katika hali mbaya, sitawavumilia. Nitawaondoa wale wote watoshindwa kutimiza jukumu la kuhakikisha kwamba
fedha zilizokuja zinafanya kazi ya marekebisho kwa wakati na kwa ubora, ili wananchi waweze kuenjoy na kupata tabasamu la serikali yao ya awamu ya 6 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo nataka kuanzia hivi sasa hivi kila mkoa ujipange vizuri kwamba hela inapokuja ya kufanya maboresho, maintenance, matengenezo ya barabara, tunapeleka wapi na nani atakaye kwenda kufanya kazi hiyo, ili itakapofika isiwe ni mambo ya kuanzisha mchakato, ni mambo ya kufanya kazi, ili hii miezi mitatu kuanzia wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mpaka mwezi wa 3, watu nchi nzima muwe mnajenga na kulima barabara tu. Tunapokwenda katika bunge, nataka wabunge waseme kweli kazi imefanywa. Hii kazi ya kujenga barabara sasa nimeipokea, nimeona na ninakwenda kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Mradi huu ni sehemu ya barabara ya mchepuo wa barabara ya kusini mwa Serengeti Southern Bypass inayoanzia Karatu, Mbulu, Haidom, Sibiti, Mwanuzi kwa maana ya Meatu, Lalago, Maswa yenye urefu wa kilomita 389. Ujenzi wa barabara hii ni moja mikakati ya serikali ya kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika maeneo ya kusini na kusini magharibi mwa mbuga ya Serengeti kwa kuboresha usafiri na usafirishaji kati ya mikoa ya Arusha, Manyara, Singida na Simiyu. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka Manyara. Na tukielekea mkoani Tanga, mradi wa ukarabati wa kituo cha kuzalishia umeme cha Hale mkoani Tanga umefikia asilimia 83 ya utekelezaji wa kituo hicho ambacho ni cha kwanza nchini kuzalisha umeme kwa kutumia maji tangu mwaka 1960, ikiwa na uwezo wa megawati 21, kinachofanyiwa matengenezo ili kuongeza ufanisi na uzalishaji wa kuimarisha mchango wake kwenye gridi ya taifa. Akikagua mradi huo mkoani humo, Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amemtaka mkandarasi kuhakikisha anakamilisha kazi hiyo ifikapo Julai 31 mwaka huu. Pia amesisitiza kuwa serikali haitaongeza muda wa mkataba na inatarajia mradi huo kuleta umeme wa uhakika ili kuchochea uchumi wa mkoa wa Tanga na maeneo ya jirani. Tumemtaka mkandarasi leo hii kuhakikisha kwamba anamaliza kazi hii kwa wakati. Mkataba wake unakamilika mwezi wa 7. Tumemweleza mkandarasi kwamba hatutokuwa tunafanya extension yoyote ile, kwa sababu alipewa extension ya kwanza mwezi Machi mwaka huu ili aweze kukamilisha na ndio inaenda hiyo mpaka Julai tarehe 31. Cha kuridhisha serikali ni kwamba asilimia 98 ya vifaa vyote vinavyohitajika kwa ajili ya kukamilisha mradi huu vipo hapa site. Kwa hiyo muda si mrefu tutakuwa tumeweza kuanza uzalishaji wa umeme megawati 21 kuongeza katika gridi yetu ya taifa ili kuongeza nguvu katika mikoa hii ya huku kaskazini, kwa maana pia mkoa wa Tanga. Pia tuta upgrade mitambo hapa. Mnaona transformer ndogo itawekwa transformer kubwa, lakini vile vile nyaya zile zilizokuwa zimewekwa waya zilizatoka mwaka 1964 ambazo zilikuwa pia uwezo wake wa kusafirisha umeme ulikuwa uwezo mdogo. Wataweka nyaya ambazo zina uwezo wa kusafirisha umeme mkubwa zaidi, kwa sababu umeme sasa si anasa. Umeme ni hitaji la msingi la Mtanzania katika shughuli zake za kila siku. Unahitaji umeme kwenye afya, kwenye vituo vyetu vya afya na hospitali, unahitaji umeme kwenye mashule yetu kwa ajili ya elimu, unahitaji umeme kwa ajili ya uzalishaji kwenye viwanda na kadhalika na kadhalika. Katika ziara yake Mheshimiwa Waziri wa Nishati ameelekeza swala kubwa ni kwamba tumalize mradi kwa wakati. Kwa sisi kama TANESCO tumeyapokea maelekezo hayo na tutayafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunamsimamia mkandarasi aweze kumaliza kazi kama ambavyo anahitajika kwenye mkataba. Mradi huu hapa umegharimu dola milioni 24.81 sawa na takriban bilioni 64 za Kitanzania. Na mpaka sasa hatua tuliyofikia ni asilimia 83, na kazi kwa sababu tunaendelea kufanya kwa usiku na mchana, tuna uhakika tunaweza kufika ile ahadi ambayo tumeahidi ya tarehe 31 mwezi wa 7. Na mbunge wa Bunda mjini Esther Buraya
Amesema hakuna Mtanzania ambaye anatamani kuona matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, kwani matukio hayo yameathiri na kujenga taswira mbaya kwa Watanzania kwa kuwa haukuwa utamaduni, huku wazee, wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Ulaya ameeleza hayo kipindi ambacho katika mitandao ya kijamii kumekuwa na vurugu la kufanyika maandamano Julai 7 mwaka 2026, ambapo tayari jeshi la polisi limeanza kuimarisha ulinzi huo katika baadhi ya maeneo nchini. Yaliyotokea tarehe 29 hatutaki yatokee tena. Hatuyatarajii yatokee tena. Kuna watu walikuwa wana test mitambo, walikuwa wanaombea vita. Sasa ile hata robo vita haikufika. Wiki moja tuliona Watanzania walipopata shida. Leo wanaoathirika ni watu ambao mwenyekiti wangu na kamati ya utekelezaji na nyinyi baraza mmewapa baiskeli zile. Wanaoathirika ni sisi kina mama. Wanaoathirika ni wazee. Lakini wachochezi wa mambo haya wako nje ya nchi. Wachochezi wa mambo haya wana passport mkononi, wana tiketi tayari. Halafu waathirika ni watoto wa masikini, wa Mchalo, wa Kunzugu, wa Guta, wa Nyamakokoto, wa Manyamanyama, wa Karukekere. Sisi tumeelewana? Wakata ya Salama. Tusikubali kamwe. Tuilinde wilaya yetu ya Bunda kwa wivu mkubwa. Hatuna wilaya nyingine isipokuwa hii. Mama zangu, twendeni tukaseme na vijana kwenye kata yetu. Wakiona mtu yoyote hatumuelewi, tutoe taarifa. Leo nchi hii isingekuwa na amani na utulivu, tusingekusanyika hapa. Hivi unawezaje fursa ya kupata haki kama nchi haina amani? Uwe uwezo wa kukusanyana mnatoa wapi? Amani ni tunu ya taifa letu, na ni sera na msisitizo unaotolewa na chama chetu awamu zote, kwa sababu wameona nchi za wenzetu. Alafu mtu anachochea anakuambia tupite ruti, chukua mafuta, chukua kibatari. Unamtuma mtoto ambaye kazi yake bodaboda, kazi yake mjasiriamali, kwa sababu ya matamanio yako wewe ya kuingia madarakani. Hapana. Mimi nawaambia watu, Chama cha Mapinduzi kitatolewa madarakani kwa boksi la kula, sio mapinduzi wala sio uhai. Na sisi ndio waasisi ya demokrasia nchini. Mnakumbuka chama hiki kilitoa fursa kwa Watanzania kuamua mfumo gani wa nchi wanataka kuendesha. 80% wakasema tunataka tuendelee na chama kimoja. 20% walisema tunataka vyama vingi. Busara ya Chama cha Mapinduzi chini ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere akasema wachache tuwasikilize. Sasa kusikiliza wachache isiwe nongwa. Na sisi tunasema wala hatuogopi. Hoja tunazo za kujibizana nao, uwezo tunao, na vitu vipo vimefanyika. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka Bunda, na taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan asema mipango ya mashirika ya umma iendane na dira 2025. Kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma
na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Serikali yakusanya shilingi trilioni 1.32 kutoka katika taasisi zake. Ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Ulega atoa maelekezo mazito kwa mameneja wa TANROADS. Pokuja ya kufanya maboresho, maintenance, matengenezo ya barabara, tunapeleka wapi na nani atakayekwenda kufanya kazi hiyo, ili itakapofika isiwe ni mambo ya kuanzisha mchakato, ni sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia tulipoanza kusomea taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.